Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala: wa la tasubbu alladhina yad'una min duni Allahi fayasubbu Allaha adwan bighairi ilm. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani kwamba msiwatukane wale wanaolingania asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kuwatukana kutasababisha wao kumtukana Mwenyezi Mungu wa kweli pasi na elimu. Yani nyinyi mnatambua Mwenyezi Mungu wenu wa kweli, nyinyi mnafahamu Mungu wenu wa kweli, wao hawamtambui Mungu wenu wa kweli. Kwa hiyo mtakapowatukana au kuwatukania miungu yao, wao watatukana Mungu wenu wa kweli. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakataza hili kwamba msitukane wale ambao wanalingania asiyekuwa Mwenyezi Mungu, yaani msiwatukane wale ambao ni washirikina, kwa sababu ushirikina wao wanaabudu mizimu, wanaabudu masanamu, wanaabudu kadha kadha, wanaabudu miti, nyota, mkaanza kuwatukana. Kitendo hicho kitasababisha na wao warudishe matusi, wanajeshi matusi kwa Mungu wenu wa kweli. Kwa hivyo watatukanwa Mungu wenu wa kweli kwa sababu ya nyinyi kuwatukana miungu yao ya uongo. Sasa aya hii inatufundisha nini? Inatufundisha maadili, inatufundisha akhlaq, adabu, kwamba Muislamu anatakiwa asiwe ni mtu mwenye kutukana. Na ndio maana hizi tuhuma ambazo zinaelekezwa kwetu sisi Mashia kwamba ni watu wa kutukana maswahaba, ni watu wa kulaani, ni jambo ambalo kwamba sisi wenyewe twalipinga. Lakini wajua, kuna watu hulazimisha ya mambo kutumia vitabu, sio kutumia aya. Sisi hii aya tuisoma, hii aya twaisoma na tukataza kwamba tusiwe ni watu wenye kutukana kimaadili, kiakhlaq. Uwezi mtu kuwa ni mtu kutoa matusi. Ukiwa ni mtu kutoa matusi, manake umeondoshwa katika sifa moja ya akhlaq, sifa moja ya kimaadili hauna. Na muumini, moja ya mafundisho tunafundishwa sisi ya Kiislamu na viongozi wetu na maimamu wetu ni kwamba tuwe na akhlaq, tuwe na tabia njema, tuwe na maadili mazuri. Na ndio maana Mtume alikuwa akiwalingania watu kwa maadili yake, yaani watu walivutika na maadili. Kwa hivyo Uislamu hauenezi kwa kutukana. Hata kama unaamini kwamba nalolifanya yule mtu si sahihi, mwelekeze, mtambulishe kwa hekima, lakini sio kumtusi, kwa sababu kumtusi kutasababisha yeye kukutusi na kukutusia wale wa kwako wa kweli. Haya ni mafunzo ambayo tumeyapata katika hii Qur'an. Tutakuja sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya kwanza, tunakuja sehemu ya pili.